Father, we thank you. Baba, tunakushukuru. We give you the glory. Tunakupa We utukufu. give you the honor. Tunakupa heshima. We celebrate your holy name. Tunalisherehekea jina lako takatifu. Thank you for 2020. Mwaka 2020. Thank you for our previous services. Asante kwa ibada Your zetu manifest zote presence. na uwepo wako Thank you uliodhihirika. for bringing us into 2021. Asante kwa kutuingiza mwaka The first day, 2021. the second day, Siku ya kwanza, and siku ya this third pili, day of the year. na leo ni siku ya tatu. We give you all the glory Tunakupa wote utukufu for those wote that travel, that are back, kwa ajili ya waliosafiri na for those on kurejea, the way, walioko njiani, and those that will be coming tomorrow. wale watakaorejea Thank kesho. you, no evil news. Asante, hakuna taarifa mbaya. We give you all the glory. Tunakupa wote utukufu wote. Thank you, Asante because we know, kwa sababu tunajua Lord, if it's not you, kama si wewe Lord, it would have been a different story. ingekuwa ni habari nyingine. Psalm 115 verse 1 says, not Zaburi unto us. ya 115 mstari wa kwanza nasema, si kwetu sisi bali Can somebody utukufu lift urejee up your kwako. voice from the depth Hebu of your inua heart? sauti yako kutoka ndani ya kilindi Give cha moyo him the wako. glory. Mpe Mungu utukufu, Give him the honor. mpe heshima In Jesus' glorious name. katika jina tukufu la Kristo. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Can you welcome your neighbor? Tell your neighbor happy. Karibisha jirani yako, Tell your neighbor happy new year. mwambie heri ya mwaka mpya. Tell your neighbor happy new year. Mwambie heri ya mwaka mpya. Hallelujah. Somebody shout a bigger Sema hallelujah. haleluya kubwa. You are welcome. Unakaribishwa. I didn't tell you to sit down. Sikukwambia ukae. We are going to pray. Tunakwenda kuomba. We have entered into that season of prayer. Tumeingia katika majira ya maombi. Hallelujah. Haleluya. The theme of this month, Tamko la mwezi huu, January 2021, tamko la Januari is 2021 prayer and fasting ni kwamba kufunga na kuomba facilitate fulfillment of prophecy. kunapelekea kutimia kwa nabii. And our anchor scripture is 1 Timothy chapter 1 verse 18. Andiko letu naanga ni Timotheo wa kwanza The Bible 1:18. says, this charge I commit unto you, Agizo hili ninakupa mwanangu Timotheo. son Timothy. Mwanangu Timotheo. Apostle Paul was a spiritual father of Timothy. He was Mtume writing Paulo to- alikuwa ni baba wa kiroho wa Timotheo. And he said, according to the prophecy that went before on thee, Ambaye kulingana na maneno ya unabii aliyokujia. that you don't sit down waiting for it to be fulfilled. Usikae chini ukitazamia haya You maandiko do ya timia. something. Lakini fanya And kitu. what is that? Na hicho kitu cha kufanya That ni you nini? use those prophetic words. Tumia hayo maneno ya kinabii. War a good warfare. Pige nayo vita vizuri. War a good warfare. Pige nayo vita vizuri. You saw the prophetic word dominion Umeliona neno la kinabii la of utawala turnaround. na la mgeuko. And you see God's servant was reading it. All that God have said concerning us. Na unaweza kuona maneno ya unabii ambayo Mungu alikuwa anatumia Those words askofu we are not written kutuambia by him. It Mungu aliyosema was naye. as God said it. But we must war. Na tupasi tu kuyapokea na kukaa kimya, The inabidi plan tupige of God vita. you do nothing with might be stopped or might be delayed by the devil. Neno la Mungu ambalo upigi nalo vita linaweza likacheleweshwa au Because I likazuiwa na want you to shetani. pray in this first Sunday. Nataka uombe Jumapili ya kwanza. You know, in Jeremiah chapter 29 verse 11, Yeremia 29:11. God told his people and said, Mungu anasema, I know the thoughts. inajua mawazo. If you read it in New International Version of NIV, call it plan. I know the plans I have Inajua for you, mipango niliyokuwa nayo kwa ajili yenu, declares the Lord. asema Bwana. The plan this year is to prosper you. Ni mipango ya kufanikisha I mwaka don't huu. have a plan to harm you. Sina mpango wa kukudhuru. I have a plan to give you a hope Nina mpango wa kukupa tumaini and give you a glorious future, na powerful. kukupa hatima yenye utukufu. But Lakini you must come, verse 12. mstari wa 12, But you will call upon me. lazima uniite katika You maombi. will come and pray, Lazima uombe and I will listen to you. nami I nitawasikiliza. will listen to you. Nami nitawasikiliza. If you don't come and pray, Kama utakwenda na kuomba, this plan you might not see it huu happen. mpango wa Mungu unaweza usione ukitimia kwako. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. And that's why I want you to pray. Ndio maana nataka uombe. Stand on the altar of prayer this morning Simama katika madhabahu ya maombi mwezi huu and prophesy over your life. na utabirie maisha yako. In the first service I said,
Kwenye ibada ya kwanza nilisema, and you know this is our prophetic entrance service. hii ni ibada yetu ya kuigiziwa And I kinabii. said, Nilisema, you are the greatest prophet of your life. wewe ndo nabii mkuu wa maisha yako. You are the greatest prophet of your Wewe life. ndo nabii mkuu wa maisha yako. What matters is not what somebody said. Kinachojalisha si kile mtu mwingine It anasema, is what you say. bali ni kile unachojisemea. What you decree is what you will clear. Kile unachokitamka ndio ambacho utakiona Job wewe. 22 verse 28. You shall also decree a thing, Sasa and it utatamka shall be jambo established. na litathibitika What kwako. are you decreeing in 2021? Natamka katika mwaka 2021. A lot of things have been said by many people. Social media is full of what for 2021. But Mambo what do you say? mengi ameshasema kuhusiana na mwaka 2021 hata kwenye mitandao ya And you kijamii. begin by what do you see? Say it if you have Lakini seen. kile utakachokisema ndicho utakachokiona. Hallelujah. Haleluya. If you will say to this mountain, Kama utawaambia mlima huu, Mark 11:23, Marko 11:23, be thou removed and be thou cast away. Ondoke And shall not ukatupe doubt in your heart, baharini. but believe that those things you say will Lakini come to uamini pass. moyoni You shall mwako, have whatever you say. utapata yote uliyosema. We are in the year that what you say is what you see. Tuko katika mwaka ambao kila unakisema ndio unachokiona. In the school of prayer, Katika shule ya maombi you need to mature unahitaji ukomae from God. Do this for me. kutoka this maombi for ya me. Mungu, nitendee Lord, hili, give nitendee me. hili, Mungu Lord, give nifanyie me hili, bread. Mungu nipe Lord, give me mkate, butter. Mungu nipe mtoto. You need to leave that realm. Inabidi uhame hicho To kiwango the realm. kwenda kwenye You kiwango. stand by the authority given to you by Jesus. Unasimamia ile mamlaka uliopewa I na say, this Kristo sickness in my body, I command you to cha leave. kuamuru ugonjwa kwenye In mwili the wangu name na of kuamuru Jesus. utoke Jesus has paid the price. katika jina la Yesu Lord, I Kristo. command financial Amelipa prosperity. gharama. I am a tither, I'm not permitted to suffer Mimi financial nalipa lack. fungu la 10, sipasi kuumia kiuchumi. That's the way matured Christians pray. Hiyo ndo namna watakatifu waliokomaa wanaomba. Oh God, come and heal me. Why is this sickness disturbing me every year? Hao ni maombi ya watoto katika You Kristo. have power to command it and you live. Declare it, Unapaswa utamke and you shall have na it. utakachokitamka ndio utakiona. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Are you ready to speak to 2020? Uko tayari kuitamkia Lift up 2021? your voice and speak to Inua God. sauti yako Speak itamkie. what you want to see. Tamka unachotaka It kukiona. has been declared it is your turnaround. But what do Umetamka you ni mwaka declare? wako wa What do you declare? mgeuko. Wewe What do unatamka you nini? declare? What do you declare? Unatamka Speak nini? to your business. Speak to your Tamkia ile career. biashara yako. Speak to your academics. Tamkia Tell taaluma the yako. devil you misled me last year, not this year. Mwambie I shetani must umedanganya possess my mwaka jana, possession. sio mwaka huu. I must take what belongs to me. Lazima nichukue kile I have kilicho entered into the promised land. Nimeingia A katika nchi ya land ahadi. flowing with milk and honey. Nchi inayomiminika Lord, maziwa na no asali. devil can deprive me of my possession. No devil can deprive me of Hakuna my possession. atakayechukua miliki Somebody yangu. speak to your future. Omba, omba, omba. If you will say to this mountain, Kama utawaambia be mlima huu, thou removed, ng'oka, and be thou cast away, utatupe and shall baharini. not doubt in your Usione heart, shaka but moyoni believe mwako. that those things you say Bali uamini yale shall uliyosema come to pass. yatakuwa. You shall have Utapata whatsoever you say. yale yote uyasemayo. You shall have Utapata whatsoever you say. yale yote uyasemayo. You shall have Utapata whatsoever you say. yale yote uyasemayo. You shall have. Utapata. Somebody speak to 2021. Iombee Call 2021. it what you want to see. Call it what you want to see happen. No sickness, no infirmity. Hakuna magonjwa kwenye mwaka huu. In your life. Hakuna udhaifu kwenye No mwaka lack huu. of any kind. You are not permitted to beg. You are Hauruhusiwi not kuomba. permitted to beg. You Hauruhusiwi are not kuomba. permitted to borrow. My God shall supply all your needs according to his riches and glory by Christ Jesus. Speak to 2021. Itamkie 2021. Everything is turning around for your good. Kila kitu And the kinageuka kwa wema Lord kwako. born again the captivity of Zion. We are like them that dream. Our mouth was filled with laughter and say among the hidden, the Lord has done great things for us. The Lord has done great things for us. We are glad. Born again our captivity like the stream in the south. And he that goeth forth, oh, he that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth, bear precious sheep, shall doubtless record. With full of blessings, with full of turnaround. Somebody speak. Command sickness to be far away Amuru from you magonjwa and your yaondoke. entire household. Command lack to be far away
Command accident to be far away. It shall not come near you. Every mountain blocking your access to habitat. Speak to that mountain and it will be out. Speak to that mountain. It shall be out. Speak to that mountain. It shall be out. Speak to that mountain. It shall be out. Prophesy to your life. Tell yourself, I must conceive this month. I must have my miracle job. No devil can stop my marriage this year. Lakato brekatinde ekutando brekete eketeketo eyula ya akute bakandolo abakatonde suande kitoka bakatunde alikatuba suande ketisha eketekete ekianda alabalaba alaba obrekete ekiata makitonde eketeketeketo ekita raliande akiatishaka ba mokindo epakitonda ebandekate akatekate aba. I shall not see evil. Evil shall not come near me. No wickedness of the devil will come near me. Lord, that which you have thought concerning me, oh, it shall come to pass. The theme of this year will answer in my life, will answer in my business, will answer in my ministry, will answer in my career. Things are turning around for good for me. Oh, break it here. I have come to my dreamland. I have come to my promised land. I shall not lack. I have come to the land where I will eat bread without scarcity. I come to the land that is flowing with milk and honey. I have come. No devil can stop me. Somebody about Sheketelia, a Bracatendo, Akiatokalia, a Baliando, Ekiando Bakatushia, Ekiato, Alianda Lavalia, a Bracatekati, Ekuta, Ayela Bracatolo Bushava, Ibando Loboshiava, Andoka, Akatekalia, Abradi, Abralia. This is my year, Jesus. And the year of restoration, my year of supernatural breakthrough, my year of dominion under of testimony. And the Kiatalaba, Abrakiata, Akatobra, Katekia, Akiandekiatalaba. Things are turning around. I will dominate my world by turn around encounters with you. And the Leboshia, Akateketo, Eba, Ando Baki, Akuteke, 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 Akuteke. Oh! Handeleboshia Laba. Handeleboshia. In Jesus' glorious name. Somebody shout a louder amen. I'm not hearing a louder amen. In Numbers 14:28, that scripture made me understand that when we speak, God hears. Say unto them, as truly as I live, says the Lord, as you have spoken. God is speaking to somebody now. He's saying to you, as you have spoken to my ears, so will I do to you. Whatever you have said, you will see it happen. God will make it happen for you. I'm not hearing a louder amen. Don't say it only in church. Keep on speaking positively. Making positive statement for the year. The prediction of the word might be different, but speak what you want to see. Speak what is written and ignore what is happening. If what is happening cannot close your mouth for speaking what is written, what is written that is spoke will delete what is happening. Keep on declaring, this is my year of turnaround. Supernatural turnaround. Things are turning for me. So shall it be for you. And don't hear me in a louder amen. God
will visit you early. Mungu atakutembelea mapema. I say God will visit you early. Mungu atakutembelea mapema. Your own turnaround testimony will begin from this hour. Muda wako wa mgeuko unaanzia It saa hii. begins from this hour. Unaanzia saa hii. I'm not hearing another amen. Sikia amina kubwa. Your turnaround testimony shall not be delayed. Muda wako wa mgeuko It shall hautachelewa. not be delayed. Hautachelewa. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Wave your hand to Jesus. Punga mikono yako kwa Kristo. Join me. Let's sing this prophetic word. Tuungane tuimbe uimbo wa kinabii. Let's sing this prophetic hymn. Utenzi wa kinabii. I'm pressing on. Oh, upward way. Sing it in Swahili choir. New height I'm gaining every day. Kutembea maobiu yasikie Bwana, Bwana nipandishe Elena, endelea ninazidi kutembea maobiu yasikie Bwana, Bwana nipandishe Bwana,
Yesu, nisikae duniani, ni mahali pa shetani, natazamia mbinguni, oh, nitafika kwa Bwana, kwa imani, nipande milima yote Bwana, Bwana, oh Yesu, kwa imani, Blessed be your holy name. Ibarikiwe jina lako takatifu. Send your word to your people. Watumie watu wako neno, and let everyone be blessed. Kila mmoja akabarikiwe. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Somebody say louder amen. Sema amina kubwa. Can you clap your hand for Jesus Christ makofi and have your seat in his presence? Tafadhali keti katika uwepo wake. With joy in my heart, kwa furaha toka moyoni mwangu, and on behalf of Jesus, the owner of the church, kwa niaba ya Kristo mmiliki wa hili kanisa, and on behalf of the president, the presiding bishop of Winners Chapel International, kwa niaba ya rais wa makanisa wa Shindi, Askofu David Oyedepo, I welcome you into this prophetic entrance service. Nakaribisha katika ibada hii ya kuingizwa kinabii, the first Sunday service of the year of Dominion era. Ibada yetu ya kwanza kabisa katika mwaka huu wa majira ya kumiliki. And the Lord will visit in this service today. Bwana atakutembelea katika ibada hii leo. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa kama unaamini. Everything called a concern, kila kitu ambacho ni changamoto kwako, that came with you today, ambayo imekuja nayo wewe hapa, shall be turned to a testimony. Itageuzwa kwa ushuhuda. Shout a faithful amen. Sema amina ya uaminifu. We want to appreciate God for your lives. Tunamshukuru Mungu kwa maisha yako. Thank God for journey mercies granted everyone traveling. Na kwa usalama wa safari aliyompatia kila mmoja aliyesafiri. On their way coming. Wale walioko njiani. God bless you. In the name of Jesus Christ. Watafika salama katika jina la Yesu Kristo. Somebody say louder amen. Sema amina kubwa. Welcome to 2021. Karibu katika mwaka 2021. Hallelujah. Hallelujah. The prophetic focus for this month is prayer and fasting. Tamko la kinabii la mwezi huu ni kwamba kufunga na kuomba facilitate the fulfillment of prophecy. Kuharakisha kutimia kwa nabii. Prayer and fasting. Kufunga na kuomba, they are inseparable. Kufunga na kuomba ni vitu visivyoweza kutenganishwa. Matthew chapter 17 verse 21. Mathayo 17:21. And the disciples couldn't cast out a demon. Pale mitume waliposhindwa kumtoa pepo, they came to him and said, walimwendea Yesu na kusema, what happened we couldn't cast out this? Imekuwaje sisi tumeshindwa kumtoa yule pepo? He told them, say first because of your unbelief. Akamwambia cha kwanza kwa sababu ya kutokuamini kwenu. You don't have faith. Hamna imani. If you have a faith as a grain of mustard seed, na imani kiasi cha punje ya haradali, you will say to this tree, tawambia mlima huu. But despite your faith, this kind of manifestation, lakini pasipo kujalisha mna imani, aina hii ya udhihirisho haiwezi kutokea except you fast and pray. Isipokuwa mmefunga na kuomba. It cannot be experienced. Hamwezi kuona haya despite your faith. Hata kama mkiwa na imani. You need to add your faith. Najua mna imani. Prayer and fasting. Today we are going to look at fundamental
benefit of prayer and fasting. Leo tunataka kutazama faida za msingi za kufunga na kuomba. This is to prepare us Hii ni kutuandaa sisi to our 21-day fasting and prayer, katika mfungo wetu wa siku 21 za maombi commencing tomorrow ambazo zinaanza kesho in all our churches worldwide. katika makanisa yetu yote ulimwenguni mote. And my text this morning Andiko langu asubuhi ya leo is Isaiah 58 verse 6. ni Isaya 58:6. Let me read a few verses there. Is he not the fast that I have chosen? Je, hii si saumu niliyoichagua, To loose the bands of wickedness, kufungua vifungo vya uovu, to undo the heavy burdens, kuondoa mizigo, and to let the oppressed go free, kuacha huru walioonewa, that you break every yoke. na kwamba mvunje kila nira. Verse 8. Mstari wa 8. Then shall your light break forth, Ndipo nuru yako itakapopambazuka mara, and thy health na shall afya spring yako forth speedily, itakujia, and thy righteousness shall go before thee, na haki yako itakutangulia, and the glory of the Lord shall be thy na reward. utukufu wa Bwana utakufuata. Verse 11. Mstari wa 11. Verse 11. Mstari wa And the 11. Lord shall guide thee continually. Na Bwana atakuongoza daima. Hallelujah. I will still go back to this scripture over and over again. Nitakuwa nikirudia ile andiko tena na tena. But let's also read Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Tusome pia Mathayo 6:9 mpaka 13. Start from verse 8. Tuanzie mstari wa 8. Okay, verse 9. Verse 9. Tuanzie mstari wa 9. After this manner, Ombeni therefore hivi, pray ye. salini hivi, Therefore pray ye. salini hivi, After this manner, pray ye. salini hivi. Our Father, Baba who art yetu in heaven, uliyeko mbinguni, hallowed be thy name. litukuzwe jina lako, Thy kingdom come. ufalme wako uje. Jesus also commanded us to pray. Yesu pia alituagiza tuombe. I want you to understand this morning Nataka uelewe asubuhi ya leo that prayer kwamba maombi and fasting na kufunga are sustainer of spirituality of the saints. ndio vinatunza Ukristo wa mtakatifu. Our spirituality as believers cannot be sustained outside the exercise of fasting and prayer. Ukristo wetu ama ukiroho wetu hauwezi kutunzwa nje ya kufunga na kuomba. Prayer and fasting is a force that we cannot do without. Kufunga na kuomba ni nguvu ambayo hatuwezi kuishi pasipo hiyo. You see, the scripture admonish in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 Maandiko yanatuagiza katika Timotheo wa kwanza that we should not just do it once. He 5:17. said we should pray without ceasing. Inatuagiza tuombe pasipo kukoma. Ephesians chapter 6 verse 18. Efeso He said 6:18. pray all kind of prayer always. He said pray always. Kiomba aina zote za maombi. Pray always with all prayer and supplication. Kiomba kwa namna zote za maombi. Hallelujah. Haleluya. Understand that prayer Elewa kwamba maombi is a proof of our total dependence on God. ndio kithibitisho kwamba tunamtegemea If I may Mungu put it this kikamilifu. way, Labda niweke namna It's hii. a proof of total dependence of man on God. Maombi ni uthibitisho kwamba mwanadamu anamtegemea Mungu In Hebrew kikamilifu. chapter 4 verse 16, Ebrania the Bible said, 4:16. let us come boldly Asa tuende kwa unto the ujasiri throne of grace, kiti cha neema that we may obtain. ili tuweze kupata. Anytime we come unto the throne of God, on the altar of prayer, we always obtain something. Wakati wote tunapokwenda kwenye kiti cha neema kupitia maombi tunapata kitu What am fulani. I saying is a proof of man's helplessness without God. Maombi ni ile namna ya mtu kuonyesha kwamba hawezi pasipo Mungu. Hallelujah. And what is prayer all about? Maombi yanahusu nini sasa? It's all about the establishment of authority, rule and dominion of God on the earth. Maombi yanalenga kuthibitisha mamlaka ya Mungu na utawala wake hapa duniani. When we pray, we are establishing the authority of God, Tunapoomba tunauthibitisha the ule dominion mamlaka wa and the Mungu, rule of God on the earth. umiliki na utawala wa Mungu hapa duniani. In Matthew chapter 6 verse 10, Mathayo 6:10. as Jesus taught them how to pray, Yesu and that is all, alipowafundisha namna he ya said, kuomba, pray, thy kingdom come, aliwaambia ombeni ufalme thy wako will be uje, done on earth. mapenzi yako yatimizwe hapa duniani. It will not be so
Haitokuwa hivyo if we don't pray. kama tutaomba. Praise the Lord. Bwana asifiwe. What is prayer all about? Maombi yanahusu nini sasa? It's all about Yanahusu the establishment kuthibitishwa, of supernatural supply and divine provisions. kupata ugavi wa kiungu. There are things you will not have Kuna mambo hutayapata except you pray. isipokuwa umeomba. Why do I say that? Kwa nini nasema hivyo? In Matthew chapter 7 verse 7, Mathayo 7:7, ask, ombeni it shall be given. nanyi mtapewa, Seek, tafuteni and you shall find. nanyi mtaona, Knock, bisheni and it shall be opened unto you. nanyi mtafunguliwa. Everyone that asketh, Maana kila ombaye receiveth. hupokea, He that seeketh, atafutaye findeth. huona, And to him that knocketh, naye abishaye it shall be opened. atafunguliwa. Verse 11. Mstari wa 11, If ye being evil basi ikiwa ninyi mlio waovu know how to give good things mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, unto your children, how much more Yesu zaidi sana shall your Father which is in heaven Baba yenu aliyoko mbinguni give good things atawapa mema to them that ask him? wao wamwombao. There are things you won't get until you ask God. Kuna mambo hutoyapata mpaka umwombe Mungu. Don't assume that God knows what you need. Usidhanie tu kwamba Mungu anajua God unachokihitaji. demand that you put your need. Mungu anatamani utamke hitaji lako. You know, James chapter 4 verse 2, Yakobo 4:2. the Bible says you have not Inasema hamna kitu because you ask not. kwa sababu amwombi. You have not Hamna kitu because you ask kwa not. sababu amwombi. This is not a kingdom of assumption. Huu sio ufalme wa kudhania mambo tu. Blind Bartimaeus encountered Jesus. Kipofu Bartimayo alikutana na Kristo. In Mark chapter 10, reading from verse 46. Marko 10 mstari wa 46 na kuendelea. Jesus knew that he was blind. Yesu alijua huyu ndugu ni kipofu. Jesus said, what do you want me to Yesu do for akamuuliza, you? unataka nikutendee nini? What do you want me to do? Unataka nikufanyie nini? He said that I might receive my Akaba sight. nataka nipate kuona, And he got what he asked. na akapata alichoomba. We are establishing divine supply and provisions when we pray. Tunapata ugavi wa kiungu au mahitaji yetu kupitia That's why kuomba. that scripture I read to you, Ndio maana andiko nilokusomea Jeremiah 29 verse 11, Yeremia God 29:11. said, I know the thought I think Sasa towards you, najua mawazo the unaowazia thought of good and ni not of mawazo evil, mema, sio mabaya, to give you even to an expected end. kuwapa mwisho ulio But mwema. verse 12 is about Lakini mstari wa 12 nasema you ili hayo shall call yatokee upon me. lazima mje mniombe. You shall go and pray unto me. Takwenda na kuniomba I will hearken unto nami you. nitawasikiliza. If we don't pray, Kama tusipoomba we will miss a lot of divine provisions. tutakosa mahitaji yetu mengi That tunayohitaji is the kutoka kwa reason Mungu. we must fast and Hiyo pray. ndio sababu lazima tufunge na kuomba. Turnaround demands prayer and fasting. Mgeuko unatuhitaji tufunge na kuomba. You know, if you read verse 7 of Psalm 127, Kisoma mstari wa 3 wa ile Zaburi 27. that is a prayer point. Hilo ni ombi. Psalm 1, verse 7 of Psalm 126, Zaburi ya the 126 scripture mstari wa for the 3. year. Andiko letu la mwaka 126, 126 verse 7. Okay, verse 4, verse 4. mstari wa 4. He said, turn again our captivity, O Lord. Geuza uteka wetu That's e a Bwana. prayer. Turn again. Turn Geuza again uteka our wetu. captivity. It's a prayer point. Ni ombi hilo. It's one of the demands of turnaround era. Ni we are moja in. la hitaji katika majira haya mgeuko. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sikia haleluya kubwa. What is prayer all about? Maombi yanahusu nini? It's all about Nahusu establishment of divine strength, health, and vitality. kuthibitisha kwa nguvu za kiungu, afya na uzima. That's why a prayerful believer Ndio maana Mkristo aombaye live in divine health. anaishi katika afya ya kiungu. We establish that plan of divine health God has for us. Maombi yanathibitisha kile kiwango cha afya ya kiungu ambayo Mungu ametupatia. Mark chapter 7 verse 27. Marko 7:27. Mark chapter 7 verse 27. Marko 27. Marko Jesus said unto him, let the Marko children, 7:27. he said, let the children first be filled, for it is not meet to give the children's bread. Yesu anasema To watoto cast it kwanza unto dogs. You remember wale, the maana haipendezi Canaanian kuchukua woman chakula cha that demand for watoto health. na kuwapa mbwa. By redemption, healing is like a children's bread to us. Kupitia wokovu, uponyaji ni kama It chakula belongs cha to us. watoto. But we need to enforce it in prayer. Lakini ili kupata uponyaji lazima tuombe. Because when men slept, the devil came and spoiled what God have given to Kwa us. sababu wanadamu walipolala, shetani alikuja kuiba kile ambacho We ni mali need to yetu. deal with sicknesses on the altar of prayer.
Inabidi ushughulikie magonjwa kupitia madhabahu ya maombi. Why is it so? Kwa nini iko hivyo? Most of the sicknesses people suffer Magonjwa mengi ambayo watu wanateseka nayo have a spiritual root yana mzizi katika ukiroho more than a medical root. It was caused by the spirit of infirmity. Magonjwa mengi yamesababishwa na roho ya udhaifu. You know, in Luke chapter 13, there was one woman that was bending. Luka 13 kuna mwanamke mmoja alikuwa na kibiongo amepinda. Jesus said, "Lo, this woman who," he said, "Can you give me back that scripture?" He said, Urudisha "The hilo woman andiko." who the Satan had bound. Asa mwanamke ambaye Jesus shetani told her, saying, amemtesa. "Woman, that are loose from thy infirmity." And the word infirmity means sickness. Yesu alimwambia mwanamke uwe huru kutoka kwenye udhaifu wako. Na And that udhaifu was pale nini? Ni ugonjwa. on a Sabbath day. Ilikuwa And ni siku people ya began Sabato. to murmur. Watu And wakaanza Jesus kulalamika. told them, "Ought this woman Yesu akamwambia, whom haikumpaswa Satan had bound mwanamke huyo ambaye shetani these amemfunga 18 years." kwa miaka The 18. woman was bending. He Huyo mwanamke couldn't alikuwa use- amepinda na kibiongo. Medical science will call it arthritis. The veins and arteries. Anaweza he kaita ni couldn't matende au stand the way I stand kibiongo for 18 kupinda years. mgongo kwa miaka And 18. Jesus said it was Satan. Yesu akasema ni shetani And ndo that's aliyempinda. why when you deal with the Satan on the altar of prayer, Unaposhukia shetani kwenye madhabahu ya your maombi, health will spring forth. afya yako inatokeza mara. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That's why if you understand prayer, Ndio maana ukielewa maombi you will not be tired of praying. hautachoka kuomba. If you understand prayer, Ukielewa you maombi will not be weary in prayer and fasting. hautakuwa mzito But kwenye the kufunga many na kuomba. people tired in prayer Watu wengi wanachoka kwenye because maombi. they think prayer is all about, Lord, give me bread. Sasa Give me wanadhani butter, maombi ni give me Mungu this. yanahusu tu prayer Mungu is nipatie more than mkate, that. Mungu nipatie hiki. Maombi ni zaidi ya hivyo. Prayer gives you what money cannot buy. Maombi yanakupatia kile ambacho pesa haiwezi kununua. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. What is prayer all about? Maombi yanahusu nini? It's all about accessing divine light and insight. Maombi yanahusu kutupatia nuru ya kiungu na Revelational ufahamu light. wa kiungu. Jeremiah 33 verse 10 says, "Call upon me, Yeremia 33 mstari wa 5, uniite and I will nami show you." nitakuitikia, open scriptures to nami nitakuonyesha, nitakufunulia On this maandiko. flight of turnaround, you need revelation. Katika majira haya ya Revelation. mgeuko unahitaji ufunuo, Revelation. ufunuo, Because you cannot rise until your light comes. kwa sababu huwezi kuinuka mpaka nuru yako imekujia. Isaiah 60 verse 1, 2, and 3. Isaya Arise, 61, asainuka For the light uangaze, is come, the glory of the Lord nuru is yako risen upon imekujia, thee. utukufu wa Bwana umekuzukia. Behold, darkness shall cover the Tazama, earth. giza tafunika dunia. Anyone that has light Kila mwenye nuru will triumph in the midst of darkness. atashinda katikati ya giza. Bishop Oyedepo will say many Askofu times, Oyedepo husema miaka he mingi, say we have not succeeded by luck. hasa hatujafanikiwa kwa bahati. You heard him during the New Year service saying it again. Umemsikia tena kwenye That's ibada why- ile akisema. That's why we are not afraid of tomorrow, Ndio maana hatuogopi kesho, because it was not luck that brought us kwa where we sababu are. hatujafika hapa kwa bahati. We have succeeded by light. Tumefanikiwa kwa ufahamu, kwa Light nuru. always take up. Revelation always take up. Ufunuo wakati wote umpeleka mtu juu. Galatians chapter 2 verse 2. Galatia Apostle 2:2. Paul say, Mtume Paulo anasema, I went up nilikwenda juu by revelation. kwa ufunuo. It takes up any time, any day. Ufunuo That's unampeleka why as mtu you are juu fasting, wakati wote. What you are looking for is light. Kwa maana hiyo unapofunga unachotafuta From the pale ni pages of ufunuo, scriptures, ni nuru light. kutoka kwenye From maandiko, anointed books, light. kutoka kwenye vitabu vya One wapakwa mafuta. encounter with Unatafuta God's nuru, light unataka kutana na will nuru give ya you Mungu your place in destiny. ili one encounter upate with nafasi God's yako light. katika hatima. Isaiah 9 verse 6. Isaya Verse 8. 9 9:8. verse 8. Isaya 9:8. The Lord sent a word. Bwana alimtumia Yakobo neno, That word lighted ilo neno likaiangazia upon Israel. Israeli nzima. That's the word. And you know, Psalm 119 verse 130 says, Zaburi ya 119 mstari wa 130 the nasema, entrance of thy word kufafanua maneno ya kuingia kwa neno lako giveth light. kunatia Light. nuru. Revelation of the word brings light. Light. Ule ufunuo wa neno ndo You need kunakupa nuru. light. One light you encounter can change your business. Nuru moja One unayoipata light you inaweza encounter can give kubadilisha you peace biashara in your yako, marriage. inaweza One kaleta light you amani kwenye encounter ndoa. can give you the required result in your academics. Nuru moja unayoipata inaweza kupa matokeo unayotamani katika masomo It yako. is on the altar of prayer and fasting Kupitia madhabahu ya kufunga na kuomba, that we access light. hapo ndo tunapata nuru ama ufunuo. What is prayer and fasting all about? Kufunga na kuomba kuna husu nini?
is all about the frustration of the enemy traps and deliverance from evil plans of the devil. Yanahusu kuchanganya ile mipango ya shetani na kutokoa kutoka mitego yule mwovu. 1 Corinthians 16 verse 9. Wakorintho wa kwanza 19. A very great and effectual door Mlango mkubwa na kufaa sana are open unto me, umefunguliwa kwangu, but there are many adversaries. na wako wengi wanipingao. The devil will defeat you if you are prayerless. Shetani atakushinda kama una maombi. We fight our battles Tunapigana vita vyetu on the altar of prayer. kupitia madhabahu ya maombi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That God have said that this year is your turnaround era. Kwa Mungu amesema huu ni mwaka wako wa mgeuko. That is plan of God concerning Huo you. ndio mpango wa Mungu kuhusiana na wewe. The devil have his own plan. Lakini shetani ana mpango wake. To stop the devil is on the altar of prayer. Ili kumzuia shetani kupitia madhabahu ya maombi. That he have given you a land does not mean that the devil will not attempt to stop you. Kwamba amekupatia ardhi haimaanishi kwamba shetani hatapambana kukuzuia. That is what the reason Hiyo ndio sababu Paul told Timothy in 1 Timothy chapter 1 verse 18. Paul alimwambia Timotheo katika Timotheo wa kwanza These 1:18. prophecies that have gone ahead of you, Maneno yao nabii aliyokujia, use them to war a good warfare. yatumia maneno ya nabii kupiga vita vizuri. 1 Timothy chapter 6 verse Timotheo wa kwanza verse 12. The 6:12. Bible says, fight a good fight of Sasa faith. pigana vita vizuri vya imani To lay hold on ili uweze turnaround, kukamata ule uzima wa you milele. need a fight. Unahitaji You kupigana. need a fight. Unahitaji kupigana. Deuteronomy 2 verse 24. Kumbukumbu la Torati 2:24. God gave them the land and still commanded them Mungu aliwapa nchi na and said, I've akawaamuru. given you the land. Aliwaambia nimewapa nchi, I've given you the land. nimewapa hii nchi, Go and possess it. lakini nendeni mkaimiliki. But to possess it, Lakini ili muimiliki, you have to contend with him in battle. unahitaji kushindana naye katika mapigano. There are forces. Kuna nguvu It pinzani. is on the altar of prayer. Ni kupitia madhabahu ya maombi. That's what prayer is all about. Ndio maombi yanahusiana na mambo kama You haya. don't even do it until challenges come. You start now. Usisubiri mpaka changamoto ije ndio uombe, unaanza You sasa. will lay the devil and his plan. Kwa hivyo unachanganya mipango ya shetani na mipango yake unaivuruga. In Jeremiah chapter 1 verse 10, Yeremia 1:10. God told Jeremiah, and I said it I tried to elaborate in the first service. Mungu alimwambia Yeremia, He said, see this day. ambia I've tazama set hivi leo, you over the nation, nimekuweka juu ya mataifa, over the kingdom, juu ya falme, on the altar of prayer. kupitia madhabahu There ya are maombi. forces to root out. Kuna vitu vya kung'oa, You root out. kuna vitu vya If you kung'oa. don't root them out in this January, they will raise the ugly head in February. Usipong'oa mipango ya shetani There kipindi are hiki witches itajiinua and mbeleni. wizards to root out. Kuna vitu unapaswa You kuving'oa. had the testimony read to us today. Tumesikia ushuhuda That they tuliosomewa. said, this is my prayer point. There has been this witch that been disturbing us. Huyu ndugu alikwenda And kwenye I maombi put it in a akasema, 21-day prayer and fasting. akaika ili ombi katika maombi ya siku 21 And the witch was rooted out. kwamba huyu mchawi afe, na And ule that mchawi lady and the aling'olewa. family, they were free. Na ule mchawi alipokufa, ile there binti were na familia yake activities of ikawa evil to root wakawa out. huru. God commanded us to do that. Kuna mipango ya We shetani have the tunapaswa power. kuing'oa. We have the power to do that. Mungu ametuamuru tufanye hivyo, tunayo You hiyo root mamlaka ya out. And kung'oa. he said you pull down. Asa There pia are pate installations of the kuangusha. devil. Kuna Satanic altars mapando ya shetani that they are doing incantations against you and against your ambayo people. ananena maovu That you kwako, need to pull down. unahitaji On the kuiangusha altar of prayer, you pull it down. kupitia madhabahu ya maombi, unaangusha. Hallelujah. Haleluya. There are forces you need to destroy. Kuna nguvu inabidi uziharibu, Devils and human devils. nguvu za kishetani na kibinadamu The ones you need to throw down ambayo inabidi kuziharibu before you can plant and build. kabla ya kupanda na Somebody kujenga. shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. That's why I can go on and on. Ndio maana naweza kuendelea zaidi na zaidi. Prayer involves a lot of things. Maombi yanahusu mambo mengi. Understand prayer and don't be weary in praying. Elewa umuhimu wa maombi na usiwe mzito katika kuomba. You need to root out, you need to plant. You Kuna need to mambo unahitaji grow. kung'oa, kuharibu, kuna mengine unahitaji kupanda na kujenga On the altar of prayer, kupitia madhabahu ya maombi. if you must test the turnaround blessing God have in store for you. Kama this year. unataka uonje hizi baraka za mgeuko ambazo Mungu amekuandalia mwaka huu, Somebody shout hallelujah. sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. And also, what is prayer all about? Na sasa fast. maombi yanahusu nini tena? Also, the establishment of cleansing and purification. Yanahusu kuthibitisha There are forces ile nguvu ya utakaso. you have tried. They are hindering you.
You know, most of the things that you do, Unajua vitu vingi unavyofanya, New Year resolutions have not stopped you from doing them. ile mipango yako uliyopanga mwakani, Because they are unajikuta unapanga lakini there unakosea are tena forces utimizi, behind it. kwa sababu kuna nguvu zinazokuzuia It is in the usitimize. altar of prayer that you destroy those additions. Ni kupitia madhabahu ya maombi them- unaharibu huo ulevi au hizo tabia mbaya ambazo Most of zitaki. them might not be sin. Nyingi they are zinaweza weight. zisiwe ni dhambi au zinakuwa ni mzigo. Romans chapter 12 verse 2 or thereabout. Warumi 12:2. The Bible says we should lay aside. Sasa tuweke kando, Is it one? You should lay aside every sin and every weight. tuweke kando Every sin and every weight. kila dhambi na kila And we mzigo, should run with patience that na said before. tupige mbio kwa saburi. That is 12. Okay, Hebrew chapter 12 verse 1. Ibrania 12:1. Therefore, seeing that we also compass about with so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight Tulikuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, and the tuweke sin kando which kila does mzigo easily mzito beset us. na ile dhambi inayotusonga kwa wepesi, Let us run with patience the race that before us. tukimbie kwa saburi zile Looking mbio unto zoko Jesus, mbele the yetu. author and the finisher of our faith. Mtazama Kristo mwanzilishi na mwenye kutimiza imani yetu. You need power Unahitaji nguvu to lay aside all these things. ili kuweka kando To vitu hivyo destroy viovu. every addiction that been hindering you from making progress. Unahitaji maombi ili kuharibu kila ulevi unaokuzuia usipige hatua. You can't run fast in this race with a heavy load on your chest. Hauwezi kukimbia kwa kasi katika mbio hizi ukiwa na mzigo mzito kichwani You have been pako. trying to more smoking, but it have not stopped. Umekuwa ukijaribu kuto kuvuta can sigara deal with lakini it. umeshindwa kuacha. Through prayer and fasting. Lakini unaweza kuishinda hiyo hali kupitia kufunga na kuomba. You have done everything to stop drinking. Umefanya kila kitu ili kuzuia usinywe pombe. Even maybe before you come to service now, you took two or three bottles. Lakini hata hapa kabla hujaja ibadani umekunywa chupa kama 3 You za have done bia. a lot of things. Umefanya mambo mengi. Everyone knows you as a drunkard. Kila mtu anakujua wewe kama mlevi. On the altar of prayer, it can be Ni destroyed. kupitia It's an madhabahu ya addiction. maombi unaweza kuharibu huo There is a ulevi. force. One thing, when you start doing something every time, the devil comes to, especially all those negative things, it comes to empower you to do it. It becomes an addiction. Unapokuwa umezoea kufanya kitu, shetani anakuja kukuwezesha, unakifanya tena na tena, mwisho wake inakuwa And ni you need to ulevi. destroy the hand of the devil in order to be free. Unahitaji sasa kuutoa mkono wa shetani kwako ili uweze kuwa huru. Hallelujah. Haleluya. Somebody shout a bigger hallelujah. Sema haleluya kubwa. That's right. Prayer involves a lot of things. Ndio maana maombi yanahusu mambo mengi. And it's a capital demand Ni hitaji la muhimu for turnaround. ili kupata mgeuko, For turnaround. ili kupata mgeuko. And what are the fundamental benefits Na faida za msingi za maombi ni zipi? of prayer and fasting? Faida za msingi za kufunga na kuomba. Number one, Namba moja, it guarantees express answers to prayer. inatuhakikishia majawabu ya maombi. Express answers to prayer. Majawabu ya maombi. He said in Isaiah 58 verse 9, Isaya 58:9. he said, you shall call. When you, he said, verse 6, he said, is it not the fast I have chosen? Ule mstari wa 6 anasema, je, hii si saumu niliyoichagua, sio maombi niliyoyachagua haya? You shall call, Hasa nanyi and mtaniita the Lord shall answer. na Bwana ataitika. The essence of prayer is answer. Umuhimu wa maombi ni kupata majawabu, And fasting facilitates that answer. na kufunga kunaharakisha kupata majawabu, Because fasting pleases God. kwa sababu kufunga kunampendeza Mungu. God sees fasting as humility. Mungu anaona kule kufunga kama unyenyekevu. When you humble the flesh to fast, Unapoutiisha mwili wako ukafunga, hallelujah, haleluya, God hears your prayer. Mungu anakuwa anasikia maombi yako, Especially when you pray well sasa unapoomba and vizuri. pray according to His will. Unapoomba sawa sawa na mapenzi yake. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. Somebody that is awake, shout a bigger hallelujah. Ulioko macho sema haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. People of God, what am I saying this morning? Watu wa Mungu nasema nini asubuhi ya leo? The reason for fasting Sababu ya kufunga is prayer. ni maombi. Fasting is not for show. Kufunga si tukio la kujionyesha. Fasting is to have time for prayer. And when you fast and pray, Unapofunga na kuomba,
you get express answers unapata majawabu wazi wazi kutoka kwa to Mungu all the prayers we are praying. kupitia maombi uliyoyaomba. That's why as we begin tomorrow, Ndio maana tunapoanza mfungo wetu kesho, no matter your tight schedule, haijalishi umebanwa ratiba kiasi gani, please tafadhali take time to pray. chukua muda uombe. That is what gives value Hicho ndio kinatoa to your umuhimu fasting. katika kufunga. It has been said that fasting without prayer Imesema kwamba kufunga pasipo kuomba is equal to hunger strike. ni sawa sana mgomo wa kula. Take time to pray. Wakati unafunga, tenga muda wa kuomba. It gives you advantage Hiyo itakuletea to faida receive answers to prayer. ya kupata majawabu ya maombi yako. Hallelujah. Haleluya. Number 2, Namba benefit. 2, And I mentioned about 5 in the first service and just continue from where I stopped in the first service. naendelea pale nilipoishia kwenye ibada. Fasting and prayer facilitate access to the events of supernatural breakthrough. Kufunga na kuomba kunatusaidia kuingia katika viwango vya mipenyo ya kiungu. Isaiah chapter 58 verse 12. Isaya 58:12. The Bible says, Biblia inasema, you shall be like when you say verse 6 say, is it not the fast I've chosen? Verse ule 12. mstari wa 6 anasema, je, si swaumu He niliyoiagiza? said, now you shall be, he said, they that shall be of thee shall build the wet places. That is breakthrough. Anasema hawa watajenga mahala palipoharibika You shall pakale. Huo raise ni up the mpenyo. foundation of many generations. Utasimamisha misingi ya vizazi vingi. Huo And ni he said, mpenyo. that shall be called the repairer of breach, Sasa utaitwa mtu mwenye You shall kutengeneza be mahala the palipobomoka. restorer of paths. Utaitwa mwenye kurejeza That is a njia. pace setter. Yaani ni mtu mwenye kutengeneza trailblazer. njia. Mtu mwenye kuanzisha Because njia. you have taken time. Kwa sababu umechukua fast and muda pray. kufunga na The kuomba. barriers have been broken. Vikwazo unavivunja. And that causes you to break forth on Na every inakufanya time. wewe upenye pande zote. As you join us in this fast, Unapoungana nasi katika mfungo huu, you shall break forth on every side. utapenya pande zote. I'm not hearing a louder Sisikia amen. amina kubwa. I'm not hearing a louder Sisikia amen. amina kubwa. Number 3, fundamental. Faida ya tatu ya muhimu ya Benefit of kufunga. fasting Faida ya is kufunga. it facilitates access to the speedy delivery of our inheritance. Inaharakisha kupokea kwa haraka ule urithi wetu. In Acts chapter 20 verse 32, the Bible says, Matendo 20:32 Biblia I inasema, commend you to God, na wakabidhi kwa Mungu to the word of his grace, na kwa neno lake la which neema is able to build you, lenye uwezo wa kuwajenga and to give you an inheritance na kuwapatia urithi among them that are sanctified. miongoni mwa wao waliotakaswa. We have a godly heritage, Tuna urithi wa kiungu, but we must fight our way for it to be delivered. lakini lazima tupambane katika maombi ili tupokee. There are satanic traffic on the way Kuna to the delivery foleni of our njiani inheritance. kutuzuia tusipate urithi wetu, But on the altar of prayer, we deal with it. lakini katika madhabahu ya maombi tunashughulikia hizo foleni za kipepo. Isaiah 53 verse 14. Isaya As we fast and pray, 53:14 tunapofunga na kuomba, our inheritance of health, urithi wetu wa afya, prosperity, marital breakthrough, fruitfulness, mpenyo and wa many, ndoa, many, many more. uzao, The things that accomplish salvation, mambo yanayopatikana kwenye wokovu speedily delivered to us. tunayapata kwa haraka. Isaiah 58 verse 14. Isaya 58:14. That is one of the benefits. Hiyo ni mojawapo ya faida. Hallelujah. Haleluya. And the Bible says Biblia in inasema Isaiah 58 verse 14, Isaya thou shalt 58:14, delight thyself in the ndipo Lord, and I will utajifurahisha cause katika thee. Bwana, He said, I will cause you to write upon thy nami high places of nitakupandisha the earth, mahala pa nchi palipoinuka, and I will feed thee nitakulisha with the heritage of Jacob. urithi wa Yakobo. We have a heritage in redemption. Tunao urithi katika wokovu. It cannot be delayed. It cannot be stopped as we engage in prayer and fasting. Na huo urithi hauwezi kuzuiliwa tunapojihusisha katika kufunga na kuomba. And what more, number 4? Nini zaidi? Namba 4, When we fast and pray, tunapofunga na we kuomba have access to next level of sanctification. tunapata utakaso wa viwango vya juu. Isaiah chapter 58 verse 8. The Bible says, Isaya 58 Biblia inasema, he said, and thy righteousness shall go before thee. na haki yako itakutangulia. When your light break forth, your hair spring forth, and other Nuru benefits, yako righteousness shall go inapochomoza, before afya thee. yako ikaja, faida yake nyingine And unapata that is haki. related to what I've said before. There are forces that does not want you to live a righteous life. They can be handled. Kuna nguvu ambazo unatakiwa uishi maisha ya haki, maisha matakatifu, zinashughulikiwa kupitia maombi, On the altar of prayer. katika madhabahu ya maombi. Hallelujah. Haleluya, I say hallelujah. haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. But there are keys to effective prayer and fasting.
lakini kuna funguo zitakazokuwezesha ufunge na kuomba kwa ufanisi. Your prayer and fasting to be effective. Kama unataka kufunga kwako na kuomba kuwe na ufanisi, number one thing that is needed, kitu cha kwanza kinachohitajika, you must maintain a standing quality relationship with God. Lazima utunze uhusiano In safi, Matthew chapter 6 verse 9, uhusiano mzuri na Mungu. Jesus said, if you want to pray, this is the way to pray. Yesu asamtaka kuomba, ombeni hivi, Our salini Father. hivi: Baba yetu. That makes it the first thing that have to be in place if God must answer you is there must be that relationship. Kwa hiyo cha kwanza, ili Mungu akujibu maombi, lazima kuwe na uhusiano baina yako na Mungu, uhusiano mzuri. He is the God of all. Yeye ni Mungu wa wote, But he is not the father of all. lakini yeye si baba wa wote. There must be that quality relationship Lazima kuwe na uhusiano mzuri baina yako wewe na Mungu, that can give you access to pray and fast na effectively. huo uhusiano ndio utakufanya wewe uweze kufunga na If kuomba you kwa don't have that ufanisi. relationship, Kama huna huo uhusiano, you have missed your place to be answered. You have missed your opportunity to be answered by God. utakosa fursa yako ya kujibiwa na Mungu. And number two, Namba 2, to pray effectively and fast ili effectively, kuomba na kufunga kwa ufanisi, you must lazima come before him umwendee with a continuous flow of appreciation and thanksgiving and worship. ukiwa na mtiririko wa shukrani, Our Father, sifa mbele za who Mungu. art in heaven, Baba yetu ulioko mbinguni, hallowed be thy name. jina lako litukuzwe. Any prayer God will answer Ombi lote ambalo Mungu atalijibu must begin with hallowing his name, lazima lianze kulitukuza jina lake, telling him how big he is. ukimwambia namna gani Mungu alivyokuwa Most mkubwa. of us appear in the prayer altar. Wengi wetu tunakwenda kwenye madhabahu ya What maombi. God hear from our mouth first is request. Mungu anachosikia toka kinywani kwetu cha kwanza ni lile hitaji. If you knock on somebody's house and he open, Ukigonga kwenye mlango wa mtu na akafungua, comes he demands that you say good morning, good afternoon, and whatever, no matter. inahitajika based kwanza on the day. umsalimie habari ya The way we asubuhi, say good niamkaje. morning to God is through thanksgiving, praise, and worship. Na njia ya kumwendea Mungu katika maombi ni kupitia shukrani, That's why- sifa na kumtukuza. Don't pray anytime without beginning with thanksgiving, Ndio maana wakati wote usiombe Without- pasipo kuanza na shukrani, beginning with praise, without beginning with worship. usiombe Yes. pasipo kuanza na sifa, kuabudu na kumtukuza And Mungu. end it also with Na thanksgiving. pia itimiza maombi yako kupitia After Jesus shukrani. finished, he says, for thy is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Unaweza kuona mwisho wale maombi ambayo Yesu aliwafundisha kwamba ufalme ni wako, utukufu ni wako, anahitimisha kwa kumtukuza Mungu. Number 3. Namba 3. Namba 3. Also, to pray effectively, Ili kuomba kwa ufanisi, you must have the knowledge and understanding of the will of God. lazima utambue na uwe na ufahamu wa yale mapenzi ya Mungu. Now, in other words, Kwa maneno mengine, you must pray a prayer that is wordful. yani Of lazima full of the uombe word of God. maombi In yaliyojaa other neno. words, what do I mean is, Namaanisha nini hapa? your prayer must be worded Maombi yako lazima yaendane na neno, must be yawe na rooted neno la Mungu. on what God said. Maombi lazima na mzizi katika kile ambacho Mungu First amekisema. John Waraka wa kwanza wa chapter Yohana 5 verse 14. 5:14. Say, this is a confidence that we have Huu in ndio him, ujasiri tuliokuwa nao kwake, that if we ask kwamba anything tukiomba jambo lolote according to his sawa will, sawa na mapenzi yake, he heareth us. anatusikia. What is his will? Mapenzi yake ni And nini? his will is his word. Mapenzi yake ni neno lake. The reason we pray with the word Sababu tunayoomba kupitia neno is because we want him to ni hear. kwa sababu tunataka atusikie. Prayer is reminding God of his word. Maombi ni kumkumbusha Mungu neno lake. God, you said in your word, Ulisema kwenye neno if lako, I serve you, you will bless me. kama nikikutumikia utanibariki. Lord, you said in your word Bwana, ulisema hivi katika neno that lako, you took my infirmities kwamba and ulichukua udhaifu wangu na I magonjwa yangu, command this sickness to leave me. na amuru saa ugonjwa uondoke. God magnify his word above his name. Mungu ameliinua sana neno lake kuliko hata jina
jina lake. Psalm 138 verse 2. Zaburi ya 138 The mstari wa pili. integrity of God is at the back of his word. Uadilifu wa Mungu ni katika neno lake. He cannot deny it. Hawezi kulikana neno lake. Anytime you go and remind God of his word, Kila wakati unapomwendea Mungu na kumkumbusha neno lake, you are sure of answers. unakuwa na uhakika wa kupata majibu. Without the word, Pasipo neno you can pray and miss. unaweza kuomba ukakosa majawabu. Hallelujah. Haleluya. James chapter 4 verse 2 and 3. Yakobo 4:2 Chapter 4. 3. Yakobo 4. You say you lost and Mnatamani na you hamna keep kitu. and desire to have and cannot obtain. Mnatamani na mpati You kitu. fight. Mnapigana And you have not because na you hamna ask not. kitu Verse 7. kwa sababu hamombi. You Mstari wa 3. ask Mnaomba and receive not na mpati because you kwa ask sababu amiss, mwaomba vibaya that you may consume it ili unto your mvitumie loss. kwa tamaa zenu. What you are asking is contrary to the word of God. Unachoomba wewe kiko kinyume na neno la Mungu. Is contrary to the word of Kiko God. kinyume na neno la Mungu. God cannot hearken to such prayers. Mungu hawezi kusikiliza maombi yaliyo kinyume na neno lake. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And number 3, and I close at that. Namba 3 na If nafunga your kwa hii prayer namba 3. must be answered. Kama unataka maombi yako yajibiwe, Matthew 21 verse 22. Can you give it to me? Matthew 21. Mathayo 21 Okay, verse 23 now. mstari wa 23. No, it's not that scripture. Start from verse 21 also. Anza mstari wa 21. Matthew 21 verse 21. Mathayo 21:21. Can you give me Matthew chapter verse 21? Okay, Jesus answered and said, verily I say unto you, if you have faith and that not, you shall not only and that not. I want you to understand, if your prayer and fasting must work, you must pray in faith. Nataka uelewe kama unataka kufunga kwako na kuomba kulete matokeo, lazima uombe kwa imani. If you doubt, you miss it. Ukiwa na shaka unapoteza majawabu yako. James chapter 1. Yakobo 1 verse 6. mstari wa 6. Verse 5 will say, if any of you lack wisdom, let him ask. Mstari wa 5 anasema kama kuna Verse mtu 6 mmoja amepungukiwa let hekima him ask in na aombe. faith. Mstari wa 6 anasema lakini naombe kwa imani. Pray the prayer of faith. Ni maombi tu ya imani. Let him ask in faith Aombe kwa imani and not wavering. pasipo shaka. He that praying and doubting Sasa yule mwenye kuomba akiwa na shaka is like a sea ni kama driven mawimbi ya by bahari the wind. yanayosukuma huku na huku na And upepo. he said, let not that man think Sasa mtu wa namna hiyo kamwe asifikiri that he shall receive kama anaweza kupokea anything, kitu chochote anything of the Lord. kutoka kwa Bwana. Anything of the Lord. Verse Kutoka 7. kwa Bwana. Mstari wa 7. Let not that man think Mtu wa namna hiyo that asizani he shall receive anything kama of the anaweza Lord. kupokea chochote kutoka kwa Bwana. Remember Hebrew 11 verse 6. Ebrania 11:6. Without faith it is impossible to please Pasipo God. imani haiwezekani That kumpendeza Mungu. cometh to God Yule must amwendaye believe. Mungu Must believe. lazima amini. Faith is a must. Imani ni ya lazima uamini. If God must answer you, Kama unataka Mungu akujibu, it's a new day for you. ni siku mpya kwako. And one of the things you need to clear off Moja ya vitu ambavyo unahitaji kuvishughulikia before you start fasting kabla tomorrow. hujaanza kufunga na kuomba. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Haleluya. It is found in Mark 11:25. Marko 11:25. Forgiveness. Msamaha. If God have forgiven you, Kama Mungu amekusamehe wewe, you have to release forgiveness. na wewe inabidi uachilie msamaha. He said when you stand praying, Sasa unaposimama kusali, everybody, if you are sleeping, wake up. kama umelala tafadhali If your amka. neighbor is sleeping, touch Kama your neighbor. jirani yako anaona maono, When mwamshe. you stand praying, Unapoanza kuomba, can we read it together? tusome kwa pamoja. Can we read it together? Tusome kwa pamoja. Can you read it together? Tusome kwa pamoja hii Somebody shout Marko hallelujah. 11:25. Sema haleluya. Shout hallelujah. Sema haleluya. Let's read. Tusome ile Marko When you 11:25. stand praying, Nanyi msimamapo kusali, forgive. sameheni If you have aught ikiwa na neno against any, juu ya mtu, that your Father which also in ili heaven na may Baba yenu forgive. aliyoko mbinguni. Another translation. Tafsiri nyingine. Another translation. Tafsiri nyingine. Another translation. Tafsiri nyingine. Listen to me. Nisikilizeni mimi. You can pray for anything Unaweza kuomba lolote if you believe you. And kama no, verse unaamini 25, verse na 25. utapata. Mstari wa Therefore 25. I tell you, whatever you ask for, Hivyo nina verse 25. mstari wa That's 25. what we read.
If you stand praying, unaposimama kuomba, if you hold anything against anyone, kama kuna mtu umemshikilia moyoni, forgive him, samehe, so that your Father in heaven ili baba yako wa mbinguni will forgive your sins. akusamehe nawe dhambi zako. Another translation. Tafsiri nyingine, When you are praying, unapoomba, first, cha kwanza, forgive anyone you are holding a grudge samehe against. yote ambaye una makwazo naye, Forgive anyone. samehe yeyote. It is for your profit. Hii ni kwa faida yako wewe. Praying in unforgiveness, your prayer won't go anywhere. Ukiomba ukiwa hujasamehe, maombi yako hatoleta In the matokeo. Lord's prayer, Jesus said we should pray that God should forgive us Katika ile our sala ya Bwana trespasses ambayo Yesu alitufundisha tuombe As tuwasamehe we wengine forgive those deni zetu. that trespass against you. Holding grudges against people and praying, you are wasting your time. Weka makwazo moyoni ukiwakasirikia What will it watu, profit you? haitakuletea Because of faida the kwenye little maombi. thing, you are holding grudges and you are fasting and the pen and all that, and nothing to show for it. Umebeba makwazo, una maumivu, alafu unaomba Give me that utapata NLT. matokeo. Give me that NLT back. Weka If you NLT. hold grudges Ukiweka makwazo ndani against anyone, dhidi ya mtu yoyote, against Mark 11:25, Marko 11:25, against anyone, hallelujah, haleluya, so that your Father in heaven will forgive your sin too. What that person did to you cannot be compared to what you have done against God. And he kile still ambacho forgive huyo mtu amekukwaza ukakasirika akiwezi kulinganishwa na kile ambacho umemtendea Mungu, ulichomchukiza you. Mungu. You might say, he didn't ask for forgiveness. He doesn't need to ask. It is for your own Unaweza benefit. kusema hajaniomba msamaha, hahitaji kukuomba msamaha, wewe msamehe, ni kwa faida yako wewe. Can you give me amplified version of it? Weka tafsiri ya amplified ya hilo andiko That's where I'm closing. tunapofunga. Whenever you stand praying, Kila unapoanza kuomba, if you have anything against anyone, kama unakwazwa na mtu yote, forgive him and let it drop. msamehe na He said, ulitoe hilo kwazo. leave it and let it go. Asa liachie liende, Drop it. Drop that. lidondoshe hilo grudges. kwazo, litoe. You can even be in this church. There are people you don't talk to, you don't greet. You keep Inawezekana in malice, grudges. hata hapa kanisani kuna watu And tomorrow you are fasting umewakasirikia, and praying, you are una wasting your uchungu time. nao, una makwazo nao. If the person is here and I Unapoomba go and, unapoteza after muda. this service, go and hug the person and shake the person and say, Kama huyo we mtu don't have anything. Clear your ambaye mind. uko naye na makwazo yuko hapa, baada ya ibada nyenda ukamkumbatie, mwambie nimekusamehe, nimekuachilia, sina kwazo tena. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako, Somebody shout hallelujah. sema haleluya. Somebody bless, shout a bigger Una furaha, hallelujah. sema haleluya kubwa. Somebody bless, shout a bigger hallelujah. Umebarikiwa, sema haleluya. What am I saying? Nachosema nini? Let it go. They Samehe, hurt you. achilia hilo kwazo, Human beings must hurt you. And let it go. achilia. Kama umekwazwa, achilia. They made you cry. You were insulted. Let it go. Walikufanya ulie, walikutukana, For your own samehe, benefit. achilia. The scripture cannot be broken. Maandiko hayawezi kutanguka. Hallelujah. Haleluya. Don't expect much from people. Usitarajie mengi You have kutoka heard kwa God's watu. servant said Umesikia mtumishi wa Mungu akisema that he practiced advanced forgiveness. kwamba yeye anamsamehe mtu kabla hata hajamkosea. That before anybody have done anything for him, Yaani ni msamehe, against msamaha him, unaotoa hata that you have kabla mtu already forgiven hajakukosea. the person. That's a way to maintain your spiritual buoyancy. Hiyo ndo namna ya kutunza ukiroho wako. That you didn't sleep in the night because you are thinking of what somebody did to you. Hujalala usiku kwa You sababu see the ulikuwa person, unawaza your lile content kosa has changed. alilokutendea mtu. No. Don't destroy your life by living such a life. Usiharibu People maisha must yako wrong you. kwa kuishi maisha namna hiyo. You can't Watu pray lazima it away. wakukosee. Practice advanced forgiveness. Uwe unawasamehe watu And he kabla said- hata he hawajakukosea. demonstrated over and over again. There was a time a man whom he commissioned a ministry stood up against this church for 7 years. In television, or that time, social media is not the way it is now. It has no Skofu social anasema media. kuna mtu ambaye alikuwa ni mwanae He go to katika live huduma hii, television. alianza kumpinga, And kumsema Tom vibaya, Bishop Oyedepo's book. kaenda hata kwenye TV na kuchana vitabu vya It go on askofu. for 7 years. Alifanya hivyo kwa miaka 7. Paper, electronic media carried it. Alikuwa anatuma mitandaoni print akitukana media huduma, carried it. kwenye TV, vyombo vya habari, akisema vibaya huduma yetu. And he said, when the heat was on, Anasema wakati haya they yakiendelea, were traveling, they met the man alikuwa akisafiri akakutana na huyo ndugu alikuwa at akimtukana the airport. katika He uwanja wa was going ndege. with Mama.
walikuwa pamoja na was mama. just thinking the way he were at. Mama alikuwa anaangalia askofu He said, atafanyaje. they that were with him was surprised. Anasema wale waliokuwa wamemzunguka walishangaa. He hugged him. Alikwenda Tapped him akamkumbatia. and said, how is the Akamwambia ministry? mwanangu, huduma They inaendeleaje? greeted without asking him what are you doing. Wakasalimiana wala hata kumuuliza kwa nini alikuwa anamtukana. That's the way to destroy your enemies. Hiyo ndo namna ya kumharibu adui yako. I know the man will be thinking, this man saw me today, he will attack me. Nadhani yule jamaa alikuwa anawaza huyu ndugu ameniona leo atanishambulia. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. He let it go. The man was tired and he gave up. He stopped. Askofu alimsamehe yule jamaa, alichoka kumtukana na akaacha As the kumtukana. man was doing that, the ministry was growing. Yule jamaa alipokuwa akiendelea kutukana huduma ilikuwa ikiendelea kukua. If what people say Kama kile ambacho watu can wanakisema, stop another person, what people say, if what people say can stop another person, kama kile ambacho For watu wanasema progression. kinaweza kumzuia mtu fulani, Bishop Oyedepo will not be where it is today. Askofu Oyedepo asingeweza kuwepo hapa leo. What have they not said? Ni kitu What gani kind ambacho of hajamsema attack have askofu? they not done for this commission? Ni kitu gani ambacho hajakisema kinyume na huduma hii? Then we have the mandate. Lakini tunalo agizo Don't attack back. kwamba usijibu. I've gone to a place where our church is a sermon topic in one church. Nishakwenda kwenye kanisa ambalo kanisa letu linasemwa I sana, never mentioned it one day. I wala will call sikuwahi it, kutaja madhabahuni kwamba tunasemwa, but we keep on moving lakini tunaendelea kusonga mbele, because a backbiters will always be at the back. kwa sababu wale wanaosengenya wakati wote watabaki kwa nyuma. Release. Samehe. Hallelujah. Haleluya. I've never called anybody and say, oh, you say this. Whatever you say, that is your own ministry. Sijawahi I kumwita came mtu here na for kumwambia my umenisema hivi. Many Unachonisema people hiyo ni have huduma gossip yako. ministry. I will allow you to do your gossip ministry. It doesn't concern me. Mimi nimekuja hapa Many kufanya have huduma criticism yangu. ministry. Wewe uko na huduma yako ya masengenyo They na have kuruhusu endelea criticized kusema. and they have become a critic. You don't answer them. Watu wanaokusengenya upasi kuwajibu. Somebody met me, that was me last year, that he went to see me in office. Kuna mtu He went to alikutana nami apologize to mwezi me, wa tano, and he had been doing mwaka this. jana. I said, I didn't know. I hold hand with and prayed. I didn't know whatever you are doing. Akaniambia Because nilikuwa I am nikikusema here for hivi my na hivi na ministry. hivi, nikamwambia hapana, hata sijui, nikashikana You are mikono doing your tukaomba witchcraft pamoja. ministry, that is your ministry. You are doing your criticism ministry, that's your ministry. Gossip ministry, those ones your ministry. Kama una huduma yako ya kusengenya, ya kukosoa, hiyo ni huduma yako. I mind my ministry. Mimi niko busy na huduma Don't have yangu. any grudges against Mimi anybody. sina uchungu wala sijambeba yoyote moyoni. Hallelujah. Hallelujah. Don't have any grudges against anybody. Sina makwazo na yoyote moyoni mwangu. If I want to sleep, I sleep like a baby. Nobody, I don't think Nikitaka evil of kulala na hala anybody. kama mtoto mdogo. I don't think evil of anybody. Siwazi baya juu ya yoyote. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Let it go Achilia hilo jambo, samehe. Samehe. for your prayers to be Ili answered. maombi yako yajibiwe. God will give you understanding. Mungu atakupa Lift uelewa. up your voice and give him the Inua glory. sauti yako, Give mpe him the Mungu honor, utukufu. give him the adoration. Jesus, we celebrate you. Yesu tunakusherekea. Jesus, we worship you. Tunakuabudu. Oh, leishia kabalianda la brakata, shuleaba. Ebrandolobo shiakati, brandlika talabalaba. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Communion is said before us today. Ushirika mtakatifu And uko mbele yetu it is hapa. important that we understand the communion we are taking today. Ni muhimu tukauelewa ushirika It's a tunaoshiriki communion leo. of divine strength and Ni energy. ushirika wa kupata nguvu ya kiungu. And we draw our strength from 1 Kings chapter 19 verse 5 to 8. Wafalme wa kwanza 19. Elijah lay asleep under the bull or Jupiter tree. Eliya alilala, Behold, chini an ya ule angel mti. touched him and said to him, malaika akamgusa akamwambia, arise and eat. inuka na ule. And he looked and behold, Na akatazama, there was a cake, kulikuwa na baked mkate on coals and a bottle of water in his na hand. gurudumu la maji. And he ate and drank Akala na kunywa, and lay down again. akalala tena. And the angel of the Lord came the Na second malaika time akamtokea tena mara ya and pili, touched him and said, akamgusa akamwambia, arise and eat, inuka na ule, for the journey is too great for maana you. hii safari ni kubwa sana kwako. So he arose, Sasa akaamka tena, ate and drank, akala na kunywa, and went in the strength of that food na akatembea kwa nguvu ya kile chakula 40 days and nights siku 40 mchana na usiku, to Hebrew, the mount of God. mpaka kufika That mount Nairobi, of mlima God. wa Bwana. He ate, and that God gave him strength. Alikula na ule mkate ukampa nguvu. The communion is more powerful than what he ate. Ushirika una nguvu kuliko alichokula Eliya, For the communion is the flesh maana ushirika ni mwili and the blood of na ni Jesus. damu ya Kristo mwenyewe. Jesus introducing himself. Yesu aliutambulisha ushirika. In John chapter 6, Yohana 6 reading from verse 48, kwanza mstari wa 48. say, I am the bread of life. Sasa mimi ni mkate wa uzima. Your fathers ate something, manna, and it didn't sustain them. Baba zenu walikula mana lakini haikuweza Verse kuwatunza. 50,
Mstari wa 50. This is the bread that coming down. Hiki ni chakula kishukacho kutoka That if mbinguni, you do it, it will give you strength. kwamba ukila kitakupa nguvu And you will not die. na hautakufa. Hallelujah. Hallelujah. And he said, this is that living bread Sasa that ni- came down from heaven. If any Mimi man ni eat of this chakula cha bread, uzima he shall kilichoshuka live kutoka forever. mbinguni. Mtu akila chakula And he hiki said, this bread is ataishi my milele. flesh. Chakula hiki ni mwili And verse wangu. 52. Mstari wa 52. Verse 52. Mstari wa Verse 52. 57. 63. Jesus said, verily, verily, I say unto you, Yesu akamwambia mimi except nawaambia, you eat the flesh of the kaula Son of Man mwili wake mwana wa Adamu and drink his na blood, kunywa damu yake, you have no life in hamna you. uzima ndani yenu. Whosoever eateth my flesh Aulaye mwili wangu and drinketh my na blood kuinywa damu yangu have eternal life. anao uzima wa And I milele, will raise him up at the last nami day. nitamfufua siku ya mwisho. My flesh is meat indeed, Maana mwili wangu ni chakula cha kweli and my blood is na drink damu indeed. yangu ni kinywaji cha kweli. He that eateth my Aulaye flesh, mwili wangu drinketh my blood, kuinywa damu yangu dwelleth in me, ukaa ndani yangu, and I in him. nami ukaa ndani yake. When Jesus dwells in you, Yesu anapokaa ndani yako he will strengthen you over and over. atakutia nguvu tena na tena. He fasted 40 days and 40 nights. Alifunga siku 40 mchana na usiku. 21 days is a small thing. Siku 21 ni kitu It's a kidogo, small thing. ni kitu I kidogo. want you to take this communion with understanding. Nataka today. ushiriki ushirika huko na ufahamu. Believe God for divine strength. Mwamini Mungu and energy. kupata nguvu za kiungu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. But before we do that, Yaani kabla hatujafanya hivyo, you want to fast and pray to be heard. unataka kufunga kwako na kuomba kusikiwe na Mungu. Your sins must be forgiven. Dhambi zako lazima zisamehewe kwanza. Otherwise, God will not hear you. Otherwise, God will not hear you. Ama sivyo Mungu hatakusikia. Isaiah 59 verse 1 and 2. Isaya 59:1 na 2. It is not that the Lord's hand Sio kwamba mkono wa Bwana is sure that he ni cannot mfupi save, kiasi kwamba hawezi kuokoa, or is here. ama sikio lake. Isaiah 59. Isaya Is here 59 that he cannot save. kwamba sikio lake ni zito hata asiweze But kusikia. he said in verse 2, Mstari wa 2, your iniquities dhambi zenu has separated you zimewatenga ninyi between your voice of prayer and God that hears. na Mungu wenu. And Psalm 66 verse 18. Zaburi If I 66:18. regard iniquity in my Kama heart, ningelihifadhi uovu moyoni mwangu, the Lord will not hear me. Bwana asingenisikia. John 9 verse 31. Yohana 9:61. For we know Nasi twajua God heareth not sinners. kwamba Mungu hawasikii wenye dhambi. God, we know Nasi that twajua God heareth not Mungu sinners. hawasikii wenye dhambi. But that story, your story can change today. Lakini historia yako inaweza kubadilika leo. Turn around begins by you turning to God. Geuko unaanzia kwa wewe kumgeukia Mungu. You know, Proverbs chapter 1 verse 23. Mithali 1:23. He said, turn at my reproof. Geukeni kwa maonyo You yangu. want a turn around this year? Nataka mgeuko On this first Sunday of the month and of the hii year, Jumapili ya kwanza turn, ya mwezi na ya mwaka. turn to God. Mgeukie Mungu. He's a turn around God. Ni Mungu aletaye mgeuko. He will turn things around for you. Atageuza mambo kwa faida We kwako. have quite a number of people God saved in the first service. Kuna watu ambao Mungu aliokoa ibada ya kwanza. You can join this company. Na wewe unaweza kuungana na watu You waliookoka. are in this service today. Uko kwenye ibada hii leo, You want to be saved, unataka kuokoka or you want to rededicate your life to Jesus. au unataka kutengeneza na Yesu. You have been saved, Uliokoka huko nyuma, but you backslided because of you couldn't stand the challenges of lakini life. ukaanguka kwa sababu kuweza I'm not blaming kustahimili you changamoto za maisha, but you can si come kulaumu, back to Jesus. lakini unaweza can kurejea kwa turn to Kristo. him. Unaweza kurejea kwake Everything will turn around for na you. kila kitu kitageuka kwa wema kwako. Wherever you are, I want to pray for you. Popote ulipo, unataka kuokoka, nataka Put your nikuombee. hand on your chest. Weka mkono wako kifuani. You want to be saved, Wewe unataka kuokoka or you want to rededicate your life. au unataka kutengeneza na Yesu, And I will pray for you. Put your hand on nami your chest. nitakuombea. Weka mkono wako kifuani. Put it very well. Wherever Weka you are. vizuri kabisa kifuani. Stand up on your feet if you can do that. Put it very well. Weka mkono wako kifuani. Wewe unataka kuokoka, uliokoka karudi nyuma, unataka kutengeneza, weka mkono wako kifuani Come forward. na njoo hapa mbele See sasa. those people in the Njoo side. mbele, Please come forward. and njoo let me mbele pray for you. sasa. Let me pray for you. Njoo mbele, unataka kuokoka, uliokoka ukarudi nyuma, unataka kutengeneza na Yesu, njoo mbele. Unayetaka kuokoka, uliokoka ukarudi nyuma, God bless you. Come. I'm waiting for you. The people in the gallery that put their hand on your chest. na please hata come. huko juu, njoo uliweka mkono juu.
Bwana asifiwe. Je, mlioko hapa mbele fuatisheni maneno haya. Sema: Bwana Yesu, asante kwa neema yako iliyonivuta kwako. Ninakiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Nioshe kwa damu yako. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo ninakiri ya kwamba nimesamehewa dhambi zangu. Ingia maishani mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wangu. Na sasa nimeokoka, nitakutumikia na kukufuata siku zote za maisha yangu. Amen. Kanisa, nisaidie tuelekeze mikono Stretch hao. out your hand and pray that God will keep Tuwaombe them. Mungu awahifadhi. Lord, they are saved today, they shall be made safe. Wameokoka leo, watadumu Lord, katika devil wokovu. will pluck them out of your Hakuna hand. shetani Jesus. atakayewatoa katika I wokovu. hand them over to you. Na wakabidhi kwako. Lord, let their life be changed. Maisha yao yabadilike. Any one of them sick, Aliye mgonjwa, I command that sickness to leave your na body. amuru ugonjwa uondoke In the name of Jesus katika jina Christ. la Yesu Kristo. You shall live and not die. Utaishi au utakufa. Coming here today, that plague is over in Kuja your life. kwako leo, pigo hilo limekoma. Be healed and be made whole. Pokea In uponyaji Jesus' na uwe name. mzima. I cover you with the blood of Na Jesus kufunika kwa Christ. damu ya Yesu Kristo. You remain covered Baki umefunikwa in Jesus' name. katika jina la Yesu. Please follow our church officials. Wafuate wahudumu wa kanisa upande wako kushoto. People of God, stand up and stretch Kanisa forth your hand tusimame. toward the communion. Tuelekeze mkono kwenye ushirika What do you mtakatifu. desire of the communion? That health issue that want to threaten you from fasting, Hiyo that changamoto ya issue of afya concern, inataka The kuzuia Bible says we usifunge. overcame by the Hiyo blood. changamoto Biblia the inasema blood of Jesus and wakashinda kwa overcoming damu. blood. Let the communion still will come. Wahudumu wa ushirika Everyone mtakatifu stretch waje forth your mbele. hand and pray. What do you desire of the communion today? What do you desire? Omba, unatamani Lord, nini I kutoka kwenye receive ushirika? divine strength. Baba, anapokea I nguvu ya receive kiungu. divine strength. Napokea nguvu ya I kiungu. receive divine energy today. Napokea nguvu ya kiungu leo. Lord, my strength Bwana, shall kwa not be nguvu. abated. My Nguvu friends shall not be zangu lost. hazitachoka. In the name of Jesus. Nguvu zangu Lord, I zitafanya receive upya. supernatural insight today. Napokea In the name ufahamu wa of Jesus kiungu. Christ. Somebody pray, lift up your voice. Straight forth your Omba, hand. ina sauti yako, What do omba. you desire? Let your healing power flow. Let your healing power Nguvu yako ya flow. uponyaji tirike, Bwana Yesu. Let your healing power flow. Let your healing power flow. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Anything that mock our glorious destiny, let Chote it be kinachoziaki destroyed hatima yetu ya by utukufu the blood. kiondolewe. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu I Kristo. pray today. Naomba leo Anything, Lord, you have not planted in our body, chote ambacho let hujapanda them be rooted out. Let them be king'olewe, rooted out. king'olewe, Let them be rooted out. Let them be rooted out. Let them be king'olewe, rooted out. king'olewe, Let them be rooted out. king'olewe. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. Let them be rooted out. Is somebody praying? Na mtu anaomba. Jesus, your table is set today. Yesu, Father, meza imeandaliwa by leo. this table, let supernatural strength and Kwa energy meza hii be delivered to your people nguvu ya today. kiungu watu wako No one wapokee. shall be weary. No Hakuna one shall faint. atakayechoka. No one shall give up. Hakuna By this atakayezimia. communion, everything, Lord, that is out to hinder our Kwa turnaround, ushirika huu all chochote blessings, ambacho it is tunazuia baraka za destroyed mgeuko today. kinaharibiwa leo. It is destroyed today. Kinaharibiwa leo. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. Father, we receive your flesh and your blood with Tunapokea thanksgiving. mwili wako na damu yako kwa And we shukrani. bless it today. Tunabariki Let leo. it be a blessing to every partaker. Iwe baraka kwa kila Let mshiriki. divine strength be imparted to Nguvu ya everyone. kiungu ingizwe kwa kila Anything mmoja. you have not planted, let them be rooted Kitu ambacho out. hujapanda king'olewe. Jesus, we Yes. decree
Unatamka. It is now the flesh and the Sasa blood ni of mwili na Jesus. damu yako. And let every partaker Na kila mshiriki have an instant testimony. apate ushuhuda wa papo kwa papo. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Can you sit down? Kanisa When it is tuketi. your turn, you stand up and Zamu sing. yako ikifika utasimama. Why you sing? Sing moyo wangu auwe. Creator of the universe, I say you should. what can You you didn't hear what I said. Sing what I tell you to sing. Moyo wangu. moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Moyo wangu hauwezi kukusifu
Lift up your voice and appreciate God. Inua sauti yako mshukuru Thank Mungu. you, Jesus. Asante How you Yesu. began with us in this new year. Umeanza vizuri nasi mwaka huu Let the mpya. blessings of your people, Baraka za watu wako Lord, go with them today. zianze kupokelewa leo. Grant the desires of your people in this Wapatie service. matamanio ya mioyo yao watu wako. As we close now, let your presence Tunapofunga sasa, uwepo not wako depart out of us, and let your presence be with us usiondoke at all times. kwetu, uwepo wako udumu pamoja nasi In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. You are blessed of the Lord. Umebarikiwa na Bwana. Indeed, it is your turnaround every Ni year. majira yako ya mgeuko hakika. I read a scripture in the first service. Nilisoma andiko kwenye ibada ya kwanza. In Psalm 90 verse 14, he said, Zaburi 90 mstari wa 14. satisfy us early. Utitosheleze mapema. Lord, I don't want a delay. Bwana, sitaki kuchelewa. Let my own turnaround blessing start speaking immediately. Baraka yangu ya mgeuko niipokee mapema. And I stand by this scripture, I declare over your life. Nasimamia ile andiko na tamka juu ya maisha yako. God will satisfy you early in Bwana the name of Jesus. atakutosheleza mapema. Your turnaround blessing shall not be Baraka yako delayed. ya mgeuko haitochelewa. Your turnaround blessing shall not be Baraka yako ya delayed. mgeuko haitochelewa. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. It shall say of you this year, Itasema kwa habari yako the mwaka huu. Lord have done great Kwamba things Bwana for you. amekutendea mambo makuu. And not he having a turnaround. Sisikia amina ya Amen. mgeuko. The remaining days of the month Siku zilizobaki za mwezi huu is a turnaround testimony ni galore shuhuda for tu you. za mgeuko kwako. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. Every day of the 21-day fasting and prayer Kila siku katika mfungo wa siku shall be 21 days of harvest of itakuwa siku answers za for you. mavuno ya majawabu. You shall not fast and pray in vain in the name of Jesus Hautafunga na Christ. kuomba bure kwa jina la Yesu. God will honor your effort with result in the name Bwana of Jesus Christ. ataheshimu juhudi zako kwa kukupa Any prayer matokeo. point you present to Kila God ombi utakaolipeleka kwa shall Bwana receive a speedy answers in the litapokea name of majawabu ya Jesus Christ. kasi.
The Bible says you shall call Biblia inasema utaita and God will na answer. Bwana I atakuitikia. decree speedy release of Na answers in the name of Jesus tamka Christ. wakati wa majawabu kwa jina la Yesu. Every benefit, fundamental benefit of prayer and fasting Kila faida ya muhimu kupitia kufunga na that kuomba we have listed both in first and second ambayo service tumezitaja kwenye ibada ya kwanza na ya pili shall be yours in the name of Jesus Christ. utazipokea katika jina la You Yesu. shall experience them in the name of Jesus Christ. Utapata hizo faida za kufunga kwa jina la No Yesu. sickness will stop you from fasting in the Hakuna name of ugonjwa Jesus. utakaokuzia usifunge kwa jina Anyone la that Yesu. came here sick, Aliyekuja hapa in the mgonjwa name of Jesus kwa Christ of jina la Yesu Nazareth, Kristo wa the Nazareti, healing Jesus, Yesu mponyaji, I declare you healed now in the name of Jesus uponyaji Christ. kwa jina la Yesu. I command that sickness to leave Na your amuru body ugonjwa now in the utoke name of mwilini Jesus mwako Christ. kwa jina la Yesu Be Kristo. made whole now in Pokea the name of uzima Jesus kwa Christ. jina la Yesu. I'm not hearing a louder Sikia neno amen. kubwa. I decree turnaround blessings in your business and in your career. Natamka baraka za mjoko kwenye biashara na taaluma yako. The word turnaround connotes change of stories. Neno mgeuko manake badiliko la historia. Connotes change of levels. Manake badiliko la viwango. Connotes change of situation. Linamaanisha badiliko la hali. When we say someone have experienced a turnaround, Tunaposema mtu amepata mgeuko, we mean that somebody is out of captivity. tunamaanisha mtu huyo ametoka kwenye That umateka. somebody have shifted level. Yaani huyo mtu amehama viwango. That shall be your story in the Itakuwa ni name of historia Jesus yako kwa Christ. jina la Yesu. Change of story from barrenness to fruitfulness. Badiliko la historia kutoka kwenye Change utasa of kwenda kwenye story uzao. from Badiliko la poverty historia to kutoka kwenye prosperity. maskini kwenda kwenye Change of mafanikio. story from Badiliko la shame historia to kutoka glory. kwenye aibu kwenda kwenye utukufu. Change of story Badiliko from la historia sickness kutoka to kwenye marriage. magonjwa kwenda kwenye afya. It shall happen for you in the name of Itatokea Jesus kwako kwa Christ. jina la Yesu. The theme of this year's turnaround Tamko encounter la mwaka huu will answer speedily guso wa in your mgeuko. life and family in the name Itajibu of Jesus. kwako na familia yako. It will answer in your business. Itajibu kwenye biashara It will yako. answer in your career. Itajibu kwenye It will taaluma. answer in your academics. Itajibu kwenye It will masomo. answer in your profession. Itajibu kwenye taaluma In the yako. name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. And I pray, Na ninaomba as have been declared by God's servants, kama alivyotamkwa na mtumishi wa Mungu, anything God have planted in the promised land, chochote ambacho Mungu amepanda katika nchi ya ahadi which we have entered, ambayo tumeingia, you shall access them in the name of Jesus utavipata Christ. kwa jina la Yesu. The Bible says it's a land you will eat without Biblia scarceness. inasema hiyo nchi ya ahadi ni nchi utakaokula kwa That is utele, a land of plenty. ni nchi ya utele. You shall enjoy plenty in the name of Jesus Utapata Christ. utele kwa jina la He Yesu. said it's a land you will build goodly houses Hasa ni nchi utakaojenga nyumba and nzuri dwell therein. na utakaa ndani ya hizo nyumba. You will build your house this Utajenga year. nyumba yako mwaka huu. I'm not hearing a louder Sisikia amina amen. kubwa. I remember a testimony somebody shared with Nakumbuka me. ushuhuda mtu aliutoa. I was preaching in one place. I was privileged to pastor. Nilikuwa nahubiri mahala fulani nilipopendelewa And as kuchunga. I was preaching and I said Nilipokuwa nikihubiri nilisema the worst form of madness, hear this word. nilisema aina mbaya ya ukichaa, I said the worst form of madness aina mbaya kabisa ya ukichaa is for a man to have a Hummer Jeep, ni ile mtu kuwa na gari, yani a hama Parado Jeep, gari kubwa zuri la kupendeza, and still have a landlord. na ukawa ni mtu ambaye unadaiwa kodi na baba mwenye And nyumba. somebody catch it. Mtu umeelewa hiyo? For a man to have a Hummer Jeep, Yani mtu kuwa na A gari la Parado Jeep. kifahari all the best Jeep, au benzi ama, and still have a landlord. na ukawa na baba au mama mwenye nyumba anayekudai kodi. It is an error. Hilo ni kosa. That word moved that man. Hilo jambo limkasirisha ule mtu, And God built a house for him within a na short time. Mungu akamjengea nyumba kwa muda mfupi. It doesn't matter what it is today. Haijalishi uko kwenye hali gani leo, Very soon, kitambo kidogo tu you will come out from your own house if you don't have. utakuja kwenye nyumba yako. And anyone here building, Yote hapa ambaye anajenga, I decree speed of accomplishment natamka for you. kasi ya kukamilisha In ujenzi this turnaround year, katika mwaka huu wa mgeuko. that building will be completed in Hiyo the name nyumba of Jesus. itakamilishwa kwa jina la Yesu. Before Shiloh, I dedicated a house here, one of our mother here before Shiloh. Kabla ya Shilo niliweka wakfu nyumba moja ya mshindi hapa. Yesterday I went to dedicate a house, very wonderful house. Jana nilikwenda pia kuweka wakfu nyumba nzuri ya kupendeza. Of one of us here, very wonderful. I was Nyumba happy. nzuri ya kupendeza.
that such an edifice was built by one of us here. Ni mshirika mwenzetu hapa ajenga nyumba nzuri kwenda kuweka You will wafujana. build your Na own. utajenga nyumba yako. I'm talking to somebody now. You will build your own. Utajenga nyumba yako. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. I'm not hearing a louder Amina amen. kubwa. And I decree Na ninatamka it shall be so for you. itakuwa hivyo kwako. Amen. In the name of Jesus Christ. Katika jina la You Yesu. came here jobless. Umekuja hapa una kazi. Before the end of January, Kabla Januari haijaisha, you will be gainfully employed. utakuwa umeajiriwa kwa faida. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. God will certify you early. Mungu atakutosheleza mapema. And anyone here believing God for the fruit of the womb Na yote hapa anamwamini Mungu kwa uzao wa tumbo is not yet pregnant. ambao bado hajapata I ujauzito. decree, Natamka according to Ruth chapter 4 verse 13, sasa na Ruti the 4:13. Bible says Boaz took Ruth and made his wife and knew Ruth. Biblia inasema Boazi akamchukua Ruti akamfanya kuwa mke wake na akamjua Ruti. Lord gave her concession. Na Bwana akampa kutunga mimba. Gave her concession. Mungu akampa I don't ujauzito. know who I'm speaking to today. Ninamtamkia mtu leo. This month of January, Mwezi wa kwanza God will give you concession. Bwana atakupa. He have not changed. He have not changed. Mungu hajabadilika. That spirit of barrenness is caused in Hiyo the roho name ya of Jesus utasa Christ. imelaaniwa kwa jina la Yesu. I'm not hearing a louder Sikia amina amen. kubwa. You believe God this year and you have written that date as you are instructed by the prophet, Bishop David Repo, concerning your marital date. Umeandika ile tarehe ya ndoa yako sasa na maelekezo ya It askofu. shall be so as you desire it. Itatimia kama unavyotamani. No devil will stop it in the name Hakuna of shetani Jesus Christ. atakayezuia kwa jina la Yesu. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. I cover you with the blood of Jesus Na Christ. kufunika kwa damu ya Yesu. And this first week of the prayer and fasting, Wiki hii ya kwanza ya kufunga na kuomba, you shall not be weak, you shall not be weary. hautakuwa dhaifu, I hautachoka. decree fresh outpouring of the spirit Na of praise and tamka supplication. mtiririko mpya wa roho ya neema na You maombezi. shall pray as never before. Utaomba kuliko huko nyuma. Anyone here that your prayer altar is Yote down, hapa ambaye madhabahu yake ya maombi the imepoa. fire of the Holy Ghost revive your Moto prayer wa altar Mtakatifu now. na uisha madhabahu yako ya maombi. Anyone here that have phobia for fasting and prayer, Yote hapa ambaye ni mzito katika kufunga na kuomba. in the name of Jesus Katika Christ, jina la Yesu Kristo. that fear is destroyed. Hiyo hofu imeharibiwa. Anyone here that have any health threatening issue that Yote can ambaye ana prevent you from changamoto fasting, ya afya na kumzuia I asifunge na kuomba. declare you are free Na now in the tamka name uko of huru Jesus sasa kwa Christ. jina la Yesu. So shall it Ndivyo be. itakavyokuwa. Whatever that is your desire that you can with, Chochote ambacho tamanio lako ambalo ulikuja nalo I leo. decree in the name of our Lord Na Jesus tamka katika Christ, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. go with them as testimonies Nenda today. nawe ikiwa ni shuhuda. All through this week you shall be returning with Wiki testimonies. nzima utarejea ukiwa na shuhuda. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Clap your hand before we share the Pige Bwana grace. Yesu Kristo makofi. Have your seat. I want to welcome those worshiping with us for the first time on a Na Sunday karibisha morning wale like wanaoabudu this. pamoja nasi Can kwa you mara have ya your kwanza. seat, people Kanisa of God? tuketi. Today is your first time worshiping with us Mara yako ya kwanza unaabudu pamoja nasi. on a Sunday morning like this. Jumapili Can asubuhi you kama hii. come forward? Let's welcome you in a winner's way. Njoo mbele tukaribishe. You are coming for the first time today. Nakuja kwa mara ya kwanza leo. Please come. Let's welcome you. Wewe ni mgeni, umeabudu pamoja nasi kwa mara ya kwanza. Njoo mbele tafadhali. Mgeni uliabudu Come, pamoja nasi kwa come. mara Today ya is your kwanza. first time of worshiping with Njoo us. mbele Come. tafadhali. Let's welcome you in a winner's way. Wewe ni mgeni. Umeabudu pamoja nasi kwa mara ya kwanza. Tunakukaribisha mbele tafadhali. Ambaye ni mgeni unaabudu nasi kwa mara ya kwanza, njoo mbele tafadhali. Mgeni tunakusubiri mgeni. Njoo mbele tafadhali. Njoo na begi lako. Njoo na Biblia yako. Unaabudu nasi kwa mara ya kwanza. Njoo mbele. Can you stretch out your hand and let's bless these ones Waelekeze mikono hao wageni wetu wabariki. that came here to honor Jesus today. Ambao wamekuja hapa kumheshimu Jesus Yesu leo. honor them in return. Yesu waheshimu I pia. cover them with the blood of Jesus. Awafunika kwa damu ya Yesu. Let their desires be granted. Matamanio yao yapokee. Establish them in faith and in fellowship. Wathibitishe katika imani na ushirika. Lord, let every blessing we enjoy here be their portion. Kila baraka tunayofurahia hapa I waipokee. pray, Lord, they shall experience a turnaround
tunaomba blessings wapate this year baraka za mgeuko mwaka in the huu name of Jesus Christ. katika jina la Yesu They have Kristo. slept into this prosperous family. Wameingia kwenye familia They ya shall not see mafanikio, lack anymore. hawatarudi Lord, nyuma. prosper them financially. Wafanikishe kifedha, Prosper the work of their hand. fanikisha kazi za mikono Let yao, everyone work for everything work for them. kila kitu kwao No kifanikiwe. more stagnation in their Hakuna lives. kudumaa tena kwenye maisha yao. Father, they will make progress. They Watasonga will move mbele, forward and forward and forward. watasonga mbele tena na Backward tena, never in their life hawatarudi anymore. nyuma kamwe kwenye In the maisha name yao of Jesus katika Christ. jina la Yesu We Kristo. bless them. Tunawabariki, And everything about them and kila the kitu work kuhusiana of their nao, hand, they are kazi ya blessed. mikono yao imebarikiwa. Give them testimony this week. Wapatie shuhuda wiki hii In Jesus' name. katika jina la Yesu. God bless you. Hongera, We are so happy to have you in our nafurahi midst. kuwapokea. And we have our church officials that Kuna will wahudumu wetu wa kanisa upande wa talk kushoto, to you about us. wafuate upande ule wa kushoto. Kuna Speak watumishi to wa you Mungu also wafuate, about our activities. God bless you. watawapa maelezo Follow our zaidi church kuhusiana na officials. kanisa, God bless ratiba you. zetu na huduma zinazopatikana hapa.